Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linalipongeza jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kwa jinsi vinavyoendelea kusimamia hali ya usalama katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Hello, ebana mambo vipi mwana Universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa TV. Taarifa ambayo nimekuletea kwa siku ya leo hii ni kutokana na waraka ambao umetolewa na Jeshi la Wananchi Tanzania. Waraka huu umetolewa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa mwanzoni ulitolewa kama waraka, yani ni barua ambayo imetumwa na Jeshi la Wananchi. Lakini pia tunamuona Bernard hapa anasoma taarifa hiyo, anaitoa kwa njia ya sauti. Taarifa ambazo zimevuma huko mtandaoni kuwa wengi wanasema hiyo taarifa ni fake, lakini wengine wanasema hiyo taarifa ni sahihi kwa sababu imetolewa na vyombo vya kuaminika. Taarifa hii tumeikuta katika Global TV, katika Miradi Ayo pamoja na vyanzo vingine ambavyo vinaaminika hapa nchini Tanzania. Lakini watu wamezungumza vitu vingi sana, wameponda mambo mengi kuhusiana na waraka ambao umetolewa na Jeshi la Wananchi. Wengi wanasema ni fake. Ukipita katika mitandao mingine ya kijamii mfano Facebook pamoja na Instagram, wamekanusha. Baadhi ya watu wamesema ile taarifa ni fake, lakini bado halijakanusha Jeshi la Wananchi. Watu wamekanusha kwa sababu wamejaribu kutazama na kufuatia kwa kina kila ambacho kimezungumzwa katika waraka ule. Ni kwamba jeshi limefikia hatua ya kuwapongeza jeshi la polisi, kazi ambayo sio ya Jeshi la Wananchi. Watu wameongea mambo mengi sana katika comments, lakini pia watu wamezungumza kwa kina kutoka na yale ambayo yamezungumzwa katika barua ile. Wengi wanasema ni AI, wengine wanasema hiyo ni ya kuedit, vitu vingi ambavyo vinaibuka kutoka kwa Watanzania. Sisi kama wanahabari wako Mr. Mzawa tumekuwa tukifuatia taarifa hizi ili tuweze kupata uhalisia uliopo katika maandishi ambayo yametolewa. Lakini kwa kuwa tumepata kwa njia ya sauti, sasa nadhani mwananchi unaweza kuamini kila ambacho kimezungumzwa. Lakini kwa kina tutazidi kufuatilia ili tuweze kujua ni halali kitu ambacho kimeonyeshwa kwenye barua na kilichozungumzwa ni halali, ili uweze kuwafikia Watanzania kama ilivyotolewa hiyo taarifa. Nimekuletea taarifa hii uweze kujua kipi ambacho kimeendelea, lakini pia nitakuachia hii clip sasa uweze kusikiliza kwa kina ili uelewe kwamba hii ni ya ukweli au ni ya uongo, yani ni fake au original. Nimekuletea taarifa hii uweze kusikiliza kwa kina. Asante sana, lakini kama utakuwa na maoni naomba tuwekee kwenye uwanja wa comment. Tumekuachia wazi, comment kitu chochote, like, lakini pia usisahau kusubscribe na kushare katika post hii. Asante sana, kama hujasubscribe, subscribe. Karibu. Ndugu wa Tanzania, naitwa Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linautaarifu umma wa Watanzania kuwa linaendelea kufuatilia kwa karibu na kutathmini hali ya ulinzi na usalama nchini katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika tarehe 28 na tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025 kama ilivyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi nchini na Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Kwa ujumla, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaridhishwa na hali ya usalama iliyopo nchini katika kipindi hiki ambacho vyama vya siasa vinaendesha kampeni zao kwa kuzingatia matakwa ya kisheria, kuheshimiana na kuvumiliana kunakooneshwa kupitia kwa wagombea wao wa ngazi za urais, ubunge na udiwani. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaviomba vyama vya siasa kuendeleza hali ya amani na utulivu wakati wote wa kampeni, kupiga kura na baada ya kupiga kura. Katika hatua nyingine, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linalipongeza jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kwa jinsi vinavyoendelea kusimamia hali ya usalama katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Aidha, jeshi linawapongeza wananchi kwa kuendelea kutumia haki yao ya msingi ya kushiriki kwa amani na utulivu katika kusikiliza sera za vyama mbalimbali kupitia mikutano ya hadhara inayoendelea kufanywa na vyama vinavyoshiriki uchaguzi mkuu kwa ngazi mbalimbali ili kuwachagua viongozi watakaowaletea maendeleo. Pamoja na hali ya amani na utulivu iliyopo, bado kumeendelea kujitokeza baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati kutoka ndani na nje ya nchi kutumia mitandao ya kijamii kupotosha umma kwa kuweka maudhui yenye kuleta uchochezi kwa kulihusisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na siasa ili kutimiza azma yao ya uvunjifu wa amani.
Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaomba umma wa Tanzania kupuuza machapisho au taarifa ambazo zimekuwa zikionekana kwenye mitandao ya kijamii. Wananchi wanakumbushwa kuwa taarifa zote zinazorihusu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania zitatolewa na makao makuu ya jeshi kwa utaratibu rasmi na mawasiliano ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na umma. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania likiwa sehemu ya vyombo vya ulinzi na usalama vyenye dhamana ya ulinzi nchini, napenda kuhakikishia Watanzania wote hali ya amani, usalama na utulivu katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu. Asanteni kwa kunisikiliza. Na kutathmini hali ya ulinzi na usalama nchini katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika tarehe 28 na tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa ujumla, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaridhishwa na hali ya usalama iliyopo nchini katika kipindi hiki ambacho vyama vya siasa vinaendesha kampeni zao kwa kuzingatia matakwa ya kisheria, kuheshimiana na kuvumiliana kunakooneshwa kupitia kwa wagombea wao wa ngazi za urais, ubunge na udiwani. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaviomba vyama vya siasa kuendeleza hali ya amani na utulivu wakati wote wa kampeni, kupiga kura na baada ya kupiga kura. Katika hatua nyingine,